Asante. Pendo wote ambao tumefika, penda kwa ishara ya mikono tusalimiane hewani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu ni mwema kabisa ambaye ametupatia nafasi ya siku hii ili tukaweze kuinuliwa kupitia neno lake, na nataka nifurahi kwa wote ambao umefika, pia wakiwemo wageni wetu ambao wametutembelea. Mungu tu atubariki sote tunapolisikia neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nishukuru Mungu kwa maana siku ya leo nimeona wapendwa wetu ambao walikuwa na shida mbalimbali. Nimeona Sami ambaye pamoja na familia yake pamoja nasi. Sami alifiliwa baba yake. Nimeona pia Josephine ako miongoni mwetu, pia alifiliwa baba yake, na wengine wote tuliweza kuomba na hizi jamii zote mbili, na ina imani ya kwamba Bwana ametenda mema, watembeza na wamerudi vyema. Bwana Yesu asifiwe. Kuna dada ambaye tuliweza kwenda nyumbani tukazika mume wake, ndugu wetu Francis. Sijui kama amefika. Okay. Kwa hivyo akifika, kama bado tutakuwa bado niko hapa madhabahuni, tutaweza kumwombea. Hata hivyo tutiane moyo sisi wenyewe kwa wenyewe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tutiane moyo wenyewe kwa wenyewe. Siku last Sunday sikuwa pamoja nanyi, nilikuwa sehemu inaitwa Kiambogo. Miaka mingi sana sijawahi jua sehemu hiyo, lakini siku hiyo niliweza kwenda kukutana na wapendwa wetu ambao wako sehemu zile, na tukawa na ibada nzuri sana, na Mungu wetu ni mwema. Bwana asifiwe. Ni lazima tuhubiri kote kote, na Mungu ametupa hiyo nafasi tukaweze kuhubiri kote kote. Leo mke wangu yuko sehemu inaitwa Turi PAG, ile ndio amehitajika, kaenda kuomba pamoja na wale wapendwa, na akaenda pamoja na mama kijiji. Kwa hivyo kwa sababu muone mama kijiji wako sehemu za Turi. Jamani, si Bwana atubariki. Si Bwana atubariki. Amen. Kwa hivyo asanteni sana. Nataka kwa muda ambao Mungu anaenda kutupatia tukaweze kulisoma neno la Bwana, na siku ya leo niliona ni vema niendeleze topic ambayo tulikuwa nayo Jumapili ile nyingine, na tukakuja kuwa nayo siku ya semina kule Nakuru Kibumbini. Viongozi wetu walikuwa kule, lakini leo Roho Mungu pia niambia tuendeleze ujumbe huo ambao unasema raising the standard. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo tunasoma katika kitabu yetu ya Biblia, kitabu cha Mambo ya Nyakati, na tunasoma mahali tu ambapo tumekuwa tukisoma mara nyingi, lakini leo ujumbe wetu ni kuinua viwango. Mstari wa 9 kitabu cha Mambo ya Nyakati, tunaanzia mstari wa 9 na tusome mstari wa 10. Kwa wale ambao wako na Biblia, nashukuru Mungu ni mwema kabisa, tuendelee kuwa na Biblia zetu, na kama hauna Biblia tafadhali tutasoma sote kwa ubao na Bwana ataweza kutubariki. Biblia inasema, naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mamaye akamwita jina lake Yabesi akisema, ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli na kunizidishia ozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu,
ili usiwe kwa huzuni yangu, naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Na Bwana amebariki andiko lake. Mali ambapo tumesoma, kama vile nimesema, tunaongea kuhusu raising the standard au kuinua viwango. Na huyu ni kijana ambaye, wapendwa ambao mnaelewa, tumesoma hapa mara mingi, ni kijana ambaye amepewa jina ambalo hata si la ukoo. Amepewa jina kulingana na shida mama yake aliyopata. Na ukisoma hicho kitabu vizuri, the whole chapter, ukiendelea kuisoma utakuta ni vizazi baada ya vizazi, vizazi baada ya vizazi. Huyu akamzaa huyo, huyu akamzaa huyo, huyu akamzaa hivi, na vinaendelea. Alipofika mahali pale mstari wa 9, mambo yanabadilika na yanageuka. Sasa tunaona jina la mtu, mama yake hatuambii ni nani wala baba yake, lakini tunaona jina la mtu linatambulika, sio jina la ukoo. Na hata hakuna mahali tena linatambulika. Saa zingine tumeibi kwa sababu wasomi wameweza tu kuelezea, pengine kwa mlango wa pili, I think verse 55, linazungumzia tu pia jina kama hilo. Hatujui sehemu hiyo ilipewa jina la Jabesi kwa sababu gani, lakini ukweli ni kwamba Jabesi halimo kwa hiyo historia. Hiyo mipangilio ya majina haimo, lakini jina limetambulika kwa mstari wa 9 kwa sababu ya matatizo mama yake aliyokuwa nayo. Bwana asifiwe. Jina hili linatambulika tu kwa sababu ya matatizo ambayo mama aliweza kuyapitia, ya kwamba mama anasema kijana huyu nimempata na nikampatia jina la kuonyesha hatari niliyokuwa naye. Niliteseka nikimzaa. Jabesi yako na mandugu zake. Hatuwezi elewa mama yake alipozaa hawa mandugu zake alipitia hali gani, lakini alipofika kwa Yabesi anaanza kuelezea ya kwamba kijana huyu ninampata kwa sababu ya matatizo. Na pengine najaribu kusema labda pengine mama kila mahali alipokuwa akienda alikuwa mtu wa kulalamika. Na alikuwa akilalamika kwa sababu gani? Alilalamika kwa sababu ana kijana ambaye jina lake haliko kwa ukoo wao. Bwana Yesu asifiwe. Haliko kwa ukoo wao. Mama alilalamika ili watu waelewe ya kwamba kijana huyu hata kama mnamuona jina lake haliko kwa ukoo wao. Na watu wakataka kuelewa, je, jina hili ambalo umetaja kijana yako linaweza kuwa linatokana nini? Akaanza kusimulia jinsi vile alivyopata Yabesi na vile alivyosumbuka kumpata, na ndio sababu akamwita jina ambalo linaitwa matatizo, jina la huzuni, jina la uchungu. Kwa hivyo Yabesi angepita kila mahali au popote, watu wangesema angalia huzuni anapita, angalia matatizo anapita, angalia. Yani hakuwa na jina la heshima. Bwana Yesu asifiwe. Dunia ambayo tunakaa si ajabu wengine wetu, labda mimi ninaitwa David
lakini kuna watu wamenipatia jina ambalo sijui. Na ukitembea watu wanakuita na huwezi elewa hao watu wanaongea nini. Wamekuweka jina kulingana na tabia na hali ambayo uko nayo. Nataka nimshukuru Mungu, Yabesi akalielewa, akasikia minong'ono za watu wakiongea juu ya jina lake. Alipoenda kwa mama yake akamuuliza, nataka nielewe jina ya Yabesi litokana nini? Mama akamwambia, mandugu zako wote hawakuwa na shida nikiwazaa, lakini wewe pekee ilipofika siku ya kukuzaa, mimi nilipitia hali ngumu, niliteseka, mimi sijui nikilikuwa ni kitu gani. Kwa hivyo na ndio sababu nikakuita Yabesi, yani jina la matatizo. Yabesi alipotoka hapo akajua, jina langu sio jina la kawaida. Kina Joabu, kina David, kina Yoram, jina langu ni tofauti. Na utofauti wake sio kwa uzuri, utofauti wake ni kwa ubaya. Biblia inaniambia ya kwamba wakati ambapo ninasoma mahali pale, ninaona Yabesi akimrudia Mola wake na akitaka kuelewa ni kwa sababu gani nimeitwa Yabesi, mimi sifai ndani ya jamii. Yabesi akachukua abautani, akasema nataka nielewe zaidi umaana wa jina Yabesi na jinsi vile nitatoka ndani. Biblia inaniambia ya kwamba Yabesi akachukua hatua. Bwana Yesu asifiwe. Na akasema nataka nijitengenezee darasa langu, nataka nijitengenezee rumu yangu, nataka nielewe vyema. Haleluya. Nataka nielewe vyema maana ya jina Yabesi, na kama ni jina Yabesi lililodharauliwa, nataka niende darasani ili Mungu abadilishe kilichodharauliwa kiwe kitakuwa cha kuinuliwa, kilichoitwa jina chafu watu wakuje kupata baraka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Akasema nitaingia darasani. 3 courses that can help you raise the standard. Yabesi alisema mahali nimewekwa pako chini, ni lazima nitaondoka. Hata kama mama yangu alinitoa kwa ukoo akanibandika jina la shida, ndani mwa shida ni lazima niinue milango. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza Yabesi alifanya, na haya nataka unifuate vizuri, kwa sababu nitaenda na wewe kwa kiwango baada ya kiwango, ili uelewe mahali ambapo upo. Hata kama umedharauliwa na jamii, kuna kitu kizuri kinaenda kutoka ndani. Hata kama watu wanasema jina lako ni chafu ama ukoo wako ni mbaya, Mungu anaenda kuondoa ubaya, akalete kitu kizuri kitoke ndani, ili watu baadaye watu washangae, waseme ni kitu gani tunaona? Tulifikiri huyu ni mtu wa kupita, kumbe si wa kupita, ni mtu wa kukaa. Haleluya. Number 1, alienda darasani kujifunza nini? Number 1, alienda darasani kujifunza kitu kinaitwa nature. Nature ni mambo ambayo nature is something beyond human understanding. Mambo ambayo mwanadamu wa kawaida hauwezi elewa. Hauwezi, hata ukienda kwa vitabu usome, hauwezi elewa kitu inaitwa nini? Nature. Na nikakumbuka siku moja nilikuwa nahubiri kule sehemu za Vihiga,
kanisa ambayo inaitwa Gamande, wala ambao wanajua iko sehemu za Vihiga, Giminoi district. Sehemu hizo za Gambogi hapo, hizo sehemu ni milima panda shuka. Wangapi wanatoka sehemu hizo? Inua mkono mkoani. Wow. Oh. Kwa hivyo nikisema hivi, waachilia, ninasema ukweli. Ni milima panda shuka. Unaweza tembea karibu mita 100 au 200 kabla ukanyage mchanga. Unaenda tu kama nyani. Enda huko. Ni mawe. Tumawe. Unaruka tu kwenda kwa hii, kwenda kwa hii, kwenda kwa hii, na unaenda karibu mita 200 ndio uende ukanyage mchanga kidogo tena uanze. Na tumefanya hiyo kazi. Watu wengine wanakaa hapa chini na wengine wanakaa kule juu. Na wote ni watu. Bwana sifiwe. Nikifanya pasifu wako, ninatembea kwa hao wako chini na ninaenda mpaka wale wako juu. Ukiwa kule juu, unaangalia watu ni kama unaangalia chini hivi. Tena kitu ambacho kilinishangaza. Kitu kilichonishangaza. Samasi kusutu nikisema hivi unaelewa hii maneno. Kitu kilichonishangaza ni kwamba tulienda nyumba ambayo iko chini ya mlima. Watu ambao wako pale wakilia, wakisema ni wakati wa jua, mito imekauka, hakuna maji. Mito huwa zinakauka huko. Kuna springs, suite springs Yeah, zile zinatoanga maji kwa milima. So hapa chini hiyo ite nini? Wale.com wenye mnasaliwa kwa taps. Ninawaambia kuna taps za huko nyumbani. Zinawekwa nini? Alao maji natokea hapo, unaenda na mtungi unafanya nini? Unachota. Na hiyo ni maji iko kila siku. Haifungwani. Nikiwa mtoto mdogo, kile kisi chetu huko nyumbani, nilikuwa nikifikiri ikifika usiku Mungu anakujanga kufunga. So ikanifanya usiku siku moja nikadanganya baba yangu mimi naenda nje. Kumbe ninataka kuhakikisha kule chini ile maji bado inatoka. Ninasema nini? Tulipoenda Pasnoa, tukaenda kwa hiyo mlima. Hapa chini watu hawana maji. Na tulipopanda juu kwa mlima, tukakuta wale watu wana maji hata ingine na mwagika. Sasa tukasema mahali maji inafaa hiyo kulingana na human understanding. Maji inafaa iwe chini ama iwe juu? Watu wenye wanafaa walie maji hawana ni watu gani? Kanisa mnanielewa kitu hapo? Watu wenye wanafaa walie hawana maji ni watu walio wapi? Juu. Lakini cha kushangaza tukakuta kwamba tulipopanda hiyo milima kwenda juu, wale watu ambao wanakaa kwa milima wana maji. Na hao wako chini hawana nini? Maji. Jinsi vile Mungu anavyofanya maji yatoke hapa chini yapande kwenda juu kwa watu wake, hapa chini ikose. That is nature. Hauwezi wewe, hata ukienda kwa vitabu, hauwezi soma ukaelewa. Bwana sifiwe. Na ndio Yabesi akasema, nataka niende kwa shule inaitwa nature. Mimi nimepewa jina lisilo la ukoo. Ni kwa sababu gani? Mimi nimepewa jina ambalo halimo ndani mwa ukoo. Kama ingekuwa ni ukoo, wamama angeenda huko wakisema, huyu mtu aliyepewa jina, huyu mtu alikuwa mlevi sana. Huyu mtoto tupeleke, aidha tutoe jina ama tupeleke kwa mganga ili atoe nini? Ili ni jina la matatizo. Lakini hili sio jina la mtu, sio jina la area, sio jina chifu aliweka, ni jina ambalo mama aliweka kulingana na matatizo aliyoyapata. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na mama akamwita jina lake Yabesi,
Akasema ni kwa sababu alimzaa kwa huzuni. Nikawa nikifikiria kama Mungu anaweza akafanya maji yakaenda juu ikakosa kuwa hapa chini, sisi wanadamu tunaweza tukawa na akili ya kunyima mtu maji, na kumbe Mungu anasema anaweza akakunyima hayo maji na akapelekea kwa mtu ambaye wewe ulitarajia hawezi akapata. Mungu hufanya mambo yake kwa njia ya siri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yabesi akasema, ninajua ya kwamba jina langu ni matatizo. Ninajua kwamba jina langu hata mama hakujua. Alipobeba mimba yangu hakuelewa ataniita jina langu ni huzuni, lakini nilipopatikana mama ananipatia huzuni. Yabesi akasema, nataka nimrudie Mungu wangu, hata kama jina langu ni la huzuni, mimi sitaendelea kuwa mtu wa huzuni. Nataka niwe mtu wa baraka kwa jamii yangu. Hata kama mimi ni mtu wa huzuni, nataka niwe baraka kwa ndugu zangu. Nataka niwe baraka kwa wanaotembea pamoja nami. Hata kama jina langu ni la huzuni, sitaendelea kukaa katika hali ya huzuni. Nitaondoka niinue viwango, kwa maana mimi ni Mungu anayenijua. Jina langu sio la ukoo, jina langu sio la baba, ni Mungu aliyoliweka. Ninaondoka kwa huzuni, niwe wa baraka kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja kutangazia hapa mtu leo ya kwamba hata kama uko na mahali unafinyika, watu wamekubandika kila aina ya majina, wamekubandika kila aina ya matatizo. Unapotembea wanasema ndio huyu anapita. Unapotembelea mtu watu wanafunga milango. Ninakuambia siku hii ya leo, kupitia matatizo unayoyapitia, Mungu anainua viwango. Watu watakaokuona ukitembea ukiwa muombaji watakuja kwako tena, kwa maana unainua viwango vyako. Yabesi akasema, huzuni haitakuwa ndani mwangu tena, bali itakuwa baraka kwa watu. Mungu akamrudia Yabesi kwa kuingia ndani ya shule ya kuelewa jina lake, ya kwamba sitaendelea kuwa maskini, ni lazima niondoke ndani ya umaskini. Akachukua hatua ya kusonga mbele. Pigia Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo nataka tuombe na mtu ambaye ako tayari kuachilia matatizo ya majina yake. Pengine wewe umepewa jina lilikuwa la babu yako, unateseka kwa sababu babu yako yeye hakuwa amejenga nyumba na hata alikufa bila kujenga nyumba. Unahangaika, unateseka. Ninakwambia leo kupitia jina ulilo nalo, Mungu anaenda kutenda ishara. Mungu anaenda kutenda ishara. Mungu anaenda kutenda ishara. Haijalishi shangazi wako hakuolewa, eti unahangaika bila kuolewa na unashangaa ni jina gani nilipewa. Ndani mwa jina lako uzao mkubwa unaonekana, uzao mkubwa unaonekana. Taifa linakuona ya kwamba kuna mtu mahali hapa. Yesu anabadilisha hali ndani mwa jina hovu. Yesu analete baraka. Watu watakuja kwako wakitafuta uko wapi, wakitafuta unaishi wapi, kwa maana jina limebadilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nina imani hata mama yake alikuwa amekuwa muoga, kwa maana watu wakitembea watu wanamchekelea. Lakini Yabesi alipochukua hatua ya kusema nataka nijue ukweli, na akaambia Mungu, hata kama mimi ni matatizo, sitaishi na matatizo. Sitaishi na matatizo. Na Mungu akamjalia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Njia zozote ambazo shetani ameweka juu yetu eti ni kwa sababu ya majina tuliyo nayo, leo tunaidisconnect. Tunakataa kila nguvu zote za mababu, watu ambao wanatufuata kila mahali tunaenda, eti ya kwamba tuko connected na wao. Leo tunaitisha nguvu za Baba ili zikate kila aina ya miungano ambazo zimeingia ndani ya
maisha yetu, hatuwezi kusonga mbele, tunaendelea tu kama mahali pamoja. Leo tunakatisha maroho za mababu, maroho za kacha, tunavikataa leo, tunaenda kwa Baba. Viwango vinainuliwa, haleluya, viwango vinainuliwa. Na jina letu linaenda kuwa la baraka. Jina letu linaenda kuwa la baraka. Nataka nikwambie darasa la pili ambalo Yabesi aliingia ndani. Darasa la pili nimeliweka ni character. Verse 9a. Biblia inasema naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze. Patie King James tafadhali kwa haraka. Naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko ndugu zake. King James, haraka tafadhali. Haya. Weka kama ni laili. Yabesi akawa mwenye heshima. He was honorable. I want that word, honor. Yabesi akawa mwenye heshima. Kumbuka ninasema ni character. Tunaongea kuhusu character. Character kwa Kiswahili ni nini? Is it tabia? Character. Now Jabez was more honorable. Yes, was more honorable than his brothers. Honorable. You can imagine. And by the way, honor is earned. Honor is earned. Ni lazima ufanye kazi ndio upate nini? Honor. Kanisa kasiju kama unanipata. Inasema heshima inafanya nini? Inatafutwa. Heshima upewe. Heshima ni lazima ufanye nini? Uitafute. Huyu ni kijana ambaye tayari amezaliwa na matatizo, lakini baadaye tunaambiwa alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze. Yabesi alijua, mimi nimezaliwa mwenye matatizo, nitawezaje kutembea, nitawezaje kuishi ikiwa mimi nimewekelewa chini, sina kitu cha kuonyesha watu. Yabesi akaenda kwa shule ambayo inaitwa tabia, akaenda kujifunza jinsi ya kukaa, akaenda kujifunza jinsi ya kutembea, akaenda kujifunza jinsi ya kuishi na watu. Baada ya kujifunza, ona yenyewe ilikuja. Hakuenda kutafuta baada ya kujionyesha kwamba eti anaweza, yenyewe ilikuja. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu ambao ninajua walipotoka nyumbani, akija kutafuta kibarua hapa Nakuru, hakuwa hata na ndururu. Sufuria aliyoanza nayo maisha, mzazi wake ndiye alimpatia, na akamwambia nakupatia sufuria mbili uende uanze nayo maisha. Akaja akachukua hapa nyumba ya shilingi 200 nyaka hizo, mahali ambapo huwezi peleka mgeni. Mgeni akikutembelea na mwambia
ninaishi 58 na wewe unaishi tu hapa hapa. Ni kwa maana nyumba ambayo unaishi hauwezi penda uonyeshe mgeni. Wewe ni mtu wa matatizo toka nyumbani, umeingia Nakuru, wewe ni wa matatizo. Umeingia kanisa linaitwa Shaba, mtu amekuambia hilo kanisa sio standard yako. Ondoka nikupeleke kwa kanisa lenye utafaa nalo. Wewe sio wa hapo. Umeangalia maisha, umesema haufai. Hakuna mtu hata mmoja ambaye anataka atembee pamoja na wewe, kwa maana unapoangalia jina lako, ukoo wako, maisha yako haifai. Lakini mtu alipokuja Nakuru akaambia Mungu, mimi ni mtu wako na nimekuja kwa sababu unanipenda. Maisha haya ambayo ninaishi unayajua, na jinsi vile ulivyobariki Yabeshi aliyekuwa anatamkua majina mabaya, leo anaitwa mheshimiwa. Nataka hata na mimi kutoka kwa hii nyumba ya aibu, nataka na mimi pia unipe nyumba ya heshima. Mtu huyu ambaye alionekana hohehahe akaamuka asubuhi na shilingi 20, akaenda Marikiti akanunua omena gorogoro moja, akaja akaweka hapo nje. Watu wakamdharau, wakasema huyu mtu anafanya nini? Lakini anasema mimi nitaendelea kuinua viwango vyangu. Mungu akaingilia ndani mwa omena gorogoro moja, akaanza kuleta gorogoro 10, akaanza kupanua kipanda. Nyumba aliyokuwa akiishi ndani ikabidi ahame ili akuje mali watu wapo. Akakuja kuendelea, Mungu anaendelea kumuinua. Kuna mtu ambaye ninaelewa na kuna mtu ambaye ninajua aliyeanza na omena gorogoro moja, leo hii anakaa kwake. Leo hii Mungu amemuinua. Ukiingia kwake ni lazima utoe viatu, ni lazima utoe viatu. Yaani utashangaa ni wapi ninaingia. Mungu huinua viwango. Aliyedharauliwa kuna nafasi ya kuinuliwa, kuna nafasi ya kusonga tena. Usikwame mahali uliko, anda kuinuka mwenyewe, anda kuinuka mwenyewe. Tafuta heshima yako, tafuta heshima yako, fanya kazi kwa bidii, Mungu akuinue. Haleluya, haleluya. Watu waliodharauliwa leo hii hao ndio wanaitwa waheshimiwa. Na akitembea watu wanaulizana ni yeye yule ama si yeye. Ni kwa sababu gani? Mungu amemtoa mahali ambapo watu hawakuelewa, na akamwambia ni lazima ubadilishe nia zako, character. Na mimi nataka niombe na watu hapa kanisani, wale watu ambao roho ya kishetani imekaa ndani mwao, roho ya kishetani. Ukiona mtu anapita na gari, unafuatisha na maneno kusema wenye magari ndio hao wanapita. Hiyo ni roho ya kishetani, na nataka niombe leo itoke ndani mwako, kwa maana ni lazima uwe mheshimiwa, na uheshimiwa lazima utafute. Hata mtu akijenga kanyumba kazuri, wewe ndio unasema si wajenge tu wataacha. Wewe kaa kwa jambo, sisi hataki kwa jambo. Ambia mwenzako mimi sitaki kwa jambo. Haleluya. Wewe umekaa tu nde. Yaani umekaa tu nde. Hata nguo zinanunuliwa hapa, hata za mtumba hapa. Ukienda hapa kwa gate unaweza pata kanguo kazuri za 50. Ukaenda ukakapiga pasi. Sasa unaniangaliaje na macho gani?
Ukapiga kanguo hapo pasi, ukitembea watu wanasema tumeona mtu hapa, yaani tumeona mtu hapa. Wacha kutembea kama ndee, wako ni wa character. Unajua kama watu wanapeana pesa, wacha nipe siri moja na hiyo unielewe vizuri. Kama kuna mahali watu wanapeana pesa, mtu akuje hapo amedunga vizuri suti yake hapa na macho ina ameweka kama unaekaa kama mimi, na amekuja watu mahali watu wanapeana pesa, wanajua ataogopa kunipatia 50 bob. Hivyo kanisa aseme tu kweli, mimi nitapewa 50 bob kweli? Na hata kama kuna hoteli napelekwa, mimi nitapelekwa hoteli ya kupita ukienda hivi na mnaenda mnaenda ama namna gani? Si ni kweli? Sitapelekwa kwa hoteli mbona nishibe, nitapelekwa kwa hoteli ni kule chakula kizuri, kwa sababu ya standard ya waje kujiachilia tu. Mama unakana nguo moja Jumatatu mpaka Jumatatu, hata unasema nani ananiona? Nyaka zangu zilikwi? Sema Bwana sifiwe. Wazee, unakaa uwezi toa kiatu kwa nyumba ya mtu. Wewe usahii watu wa nyumba ya mtu lazima utoe kiatu, usiharibu carpet ya wenyewe. So usinikaa hapo sijui miezi ngapi haitolewagi. Ndugu yangu, uheshimiwa utafutwa. Haiwezi ukikaa tu kienyeji. Ladies wewe tengeneza nywele mzuri unasema mimi naenda tu ya pound. Wanaume wale mko hapa na mko na wake hapa, tengenezeni wake zenu vizuri. Mke wako akitembea watu wampigie saluti. Mimi najua mwezi kunipatia nasema narudia. Huyu mtu ni lazima character wise, yani akitembea watu wanasema kuna mtu alipita hapa. Amen. Inua viwango. Bwana sifiwe. Bwana Yesu asifiwe. And I like, napenda wale washirika wangu ambao Mungu anaendelea kuwainua. Yaani Mungu hajamfikisha mahali ambapo anaenda kwa nyumba ya simiti, lakini hiyo tu nyumba yake ambayo ni ya udongo, ameenda hapa Weavers na akanunua carpet ile na kuanga ya karatasi. Ukienda kwa nyumba yake ni udongo, lakini ameweka vitambaa vimefunika udongo yote. Ukiangalia chini kuna carpet kamewekwa. Kama unasema kweli huyu ni mtu ambaye Mungu anampeleka mbali. Haleluya. Haleluya. Yabesi alijua mimi nikimadharau nimedharauliwa, lakini sitaendelea kudharauliwa nikia chini. Ni lazima nitafute heshima. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe. Tembea kama mheshimiwa. Ukienda by the way, unaona hata mimi nikiingia kwa nyumba yako utanipatia 50 bob kwa bahasha. Si kweli? Unanipa 50 bob. Mimi nimekuja na hiyo Vanguard nimesimamisha kwa mlango. Unajua ni pesa ngapi nimetumia mafuta kuja hapo kwako? Ama namna gani? Si ndio? Sasa naye pastor mwingine amekuja, vumbi imechapa mpaka hapa. Imechapa mpaka hapa, si ndio? Anakuja na kuangalia. Sasa wewe unaangalia viwango pia. Unaangalia viwango. Sasa huyu na kwa sababu shamba mmeinua viwango, lazima pastor ainuliwe viwango. Bwana sifiwe.
Jana tulikuwa na Jumatatu, Jumapili tulikuwa na huyu mzee hapa, Dikoni hapa. Tutembea na yeye. Sitembeani peke yangu mimi. Na tena nikija kwako ujuange, tukikuja wawili ujue tuna mapasta wawili. Pana pia mimi bahasha peke yangu. Sile kweli? Unajua tu pasta ngapi? Hapana tengeneza pasta. Rafu nifuata unanifinyia kwa mkono. Na tuko wawili watatu. Sasa lakini uzuri na mimi nikitoka hapa sikurangi peke yangu. Wale ambao mnatembea na nyinyi unaelewa. Sikurangi peke yangu. Hata ukinipatia nitagawa. Mheshimiwa bwana. Mheshimiwa unatafutwa, wamama, mheshimiwa unatafutwa. Haleluya. Usikae kunde. Tulikuwa na mzee huyu huko. Kwa msemo hizo hata mimi sijawahi enda. Watu walikuwa wanatufuata wakisema ni mtu gani anapita hapa. Wewe sema tulikuwa na wewe. Watu walikuwa wanasema nani anapita hapa. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wanaona kama ni mbunge, lakini alikuwa mahali pale. Na mimi nilipewa vizuri. Aha. Bwana wewe, usijidunishe. Ambia mwenzako usijidunishe. Unakaranga sukuma Jumatatu mpaka Jumatatu. Usijaribu siku nyingine hata karanga yako kanyama, watu wasikie harufu tu. Waseme hapa kuna mheshimiwa wako hapa. Yaani hata jaribu ambia Mungu, leo hata kama shilingi 100 nimepata na nunua nyama watoto wangu wakule. Unajua naongea kwa watu wengine ambao wako mimi mpaka kwa mfuko zao, mpaka kwa akili zao. Hawataki kuchomoka. Vijana wanasema kuomoka, si ndio? Hawataki kutoka hapo. Haleluya. Yaani hakuna wakati tutatoka kwa plot watu waseme mheshimiwa ametoka kwa hii plot. Huyu ni mtu wa matatizo na labda Mungu amekubariki una pesa kidogo. Wanaume mnataka sana kama sisi, kama mimi. Wanaume ambao mnakaa kama mimi tunataka sana. Hii maneno wanaume kununuanga sukuma unaingia nayo kwa nyumba, wacha hiyo. Na waacha. Mama aenda kununua samaki, aenda ndogo, halafu akitoka huko ananunua tu maembe akitembea akikuja akikula. Bwana sifiwe. Mtu tumaembe unajua akitembea anapatia kwa jirani wake, jirani anasema, "Ai, kama kuna mtu alipata mume ni huyu." Unajua atafanya nini? Aliangukia. Si unaona hiyo ni baraka? Si unainuliwa? Mheshimiwa bwana. Na mimi napenda huyu ndugu yangu ako hapa. Ninafikiri au kutoka kwa jeshi huko. Hii ni yako hii. Is ever clean and smart. Hata wale wanaonanga wakitembea kutana na ndugu Robert. Robert anaanga mchezo. Hii maneno ya kusema tu bora mimi ninaenda kwenye si watu wanajua. Bwana sifiwe. Ninasema Yabesi anitafuta heshima. Tafuta heshima na wewe usonge mbele. Bwana Yesu asifiwe. Tafuta heshima na wewe ufanye nini? Usonge mbele. Hii maneno ya kujidumisha hii si mzuri. Lazima tusonge wapi? Mbele. Yabesi akasema, I'm going to work on my character. Tabia zangu. Watu wakiniona watasema kuna mtu amepita hapa. Kuna mtu nimemwona hapa. Hata kama wanaishi naye watasema tunaishi na mtu hapa. Kwa sababu ya character. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni watu walio muona na wakasema huyu ni mheshimiwa. Hata ndugu zake waliozaliwa vizuri wote walirudi kwake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wote walirudi kwake. Na mimi nataka nishukuru Mungu
kwa sababu ukiinua viwango kanisa, si lazima ndugu yako umwambie unajua mimi nimeinuliwa. Yeye mwenyewe ataona. Bwana Yesu asifiwe. Si lazima uende waambie watu unajua niko area. Watu wenyewe watasema kuna mtu wako area. Wasichana ambao mko hapa, mwaka huu tunaenda kufanya tuharusi twingi hapa. Nataka niwatie moyo usijitembeze. Raise your standard. Raise your standard. Watu watakimbia kwako. Hata utashangaa sasa nikimbwe gani? Chague gani? Wata raise standard. Hii maneno ya unatembea, hakuna mtu anakuangalia, hakuna. Just raise your standard. Na watu watasema kuna mtu hapa. Hata mnene hautahangaika, ni watu watatafuta, ningeolewa kwa kijana huyu. Just raise your standard. Na standard si pesa. Bwana sifiwe. Standard si pesa, standard si mali. Raise the standard of your living. Watu wakiona watasema kuna mtu hapa. Bwana sifiwe. Darasa la tatu nimewachia hapo. Kuna mtu nilikuwa nataka nirefine lakini nimeachia hapo. Twende darasa la 3. Darasa la 3 ya Messi alienda ndani ni darasa la maombi. Prayer. Huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli akasema, lao kwamba ungenibarikia kweli na kunizidishia ozi yangu, na mkono wako ungenilinda na uovu, ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Give me King James tafadhali. Prayer. Jina lako si la maana, ukitembea wewe si wa maana, lakini maombi. Yabesi akaelewa, mimi sitaheshimiwa dunia hii kwa sababu mbunge ananijua. By the way, wabunge, kama kuna watu ambao lazima tuwaombee sana ni wabunge. Wanasiasa, nisisema wabunge, wanasiasa. Na kuna wanasiasa hapo muhimu ndani ninaona wameanza kutoa kidogo kichwa. Nataka tuwaombee pia na nyinyi mwende huko. Shida ya wanasiasa, pesa, mwanasiasa asikupatie kiatu. Hiyo ndio itakuwa kutafutiwa kampeni hapo. Kiatu yenye nipatia nani? Pesa. Mwanasiasa kukupatia, asikupatie suti. Sijui kama kuna wanasiasa hapa chache. Hawapo. Mwenye akikupatia nguo, ukitembea sokoni unaonaje bila nitembea? Unaonaje? Hapo kwa nguo mimi ndio nilimpatia. Anapiga picha ukitembea. Hata anapiga picha ukitembea. Unaonaje? Watu wengine labda hata tu kujua kukatia msichana, wewe ukanisaidia kukatia nikapata. Kama anataka kama si mimi, analingalinga, alikuwa anaoa. Alikuwa anaoa. Sasa naona hapo na watoto wanazaa watoto kila siku. Yes, kama si mimi. Wanasiasa wako hapa kweli? Hawako. Lakini Yabesi akasema, sitamwendea mwanasiasa, sitaenda kwa mama, sitaenda kwa mtu yeyote. Kuna mtu nataka nimwendee na nitaenda kwa maombi. Haya ndio yatani
Yabesi aliyafanya katika nyumba ya maombi? Matatu. Katika nyumba ya maombi Yabesi alifanya nini? Mambo matatu ambayo Yabesi alifanya katika nyumba ya maombi. Jambo la kwanza, mstari wa 10a. Rudisha tusome pale ndio tupate hii maneno. Rudisha verse 10. King James, yes. And Jabez called on the God of Israel, saying, "Oh, that you would bless me indeed and enlarge my territory, that your hand would be with me, and that you would keep me from evil, that I may not cause pain." So God granted him what he requested. Now, katika nyumba ya maombi Yabesi alisema, sitaki nipige kelele. By the way, tunaenda kujifunza mambo haya. Kuna maombi mengine imekuwa kelele kwa Mungu. Mungu hasikilizi maombi yetu kwa sababu ni kama kelele. And you can imagine ukiomba alafu Mungu afanye hivi, afunike. You can imagine tu ati Mungu amefunika masikio yake asisikie chenye wewe unaomba. Ni kwa sababu tunaomba maombi yetu bila mpango. Na Yabesi akasema, maombi yangu sitayaomba kienyeji, ni lazima niyaombe kimpango. Namba 1, Yabesi alisema, ninapoenda kwa nyumba ya maombi, verse 10, ule Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli. Yabesi alisema, sitaenda kwa nyumba ya maombi bila kujua ninaenda kufanya nini. Kitu ambacho ninaenda kufanya, ninaenda kumuomba Mungu mmoja, Mungu wa Israeli. Siendi kuwa kuchanganyikiwa, eti nimeenda nikitoka ninachanganyikiwa. Kuna Mungu mmoja pekee ambaye ninaenda kumuomba. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sijui unaomba Mungu gani? Israeli tulikuwa na miungu mingi, ina Baali, wote walikuwa wengi. Lakini Yabesi akasema, nikiingia kwa nyumba ya maombi ni lazima nitambulishe ya kwamba Mungu ambaye naenda kumuomba ni Mungu wa kweli. Nataka niombe kwa kanisa letu leo ya kwamba unapotazama, ukiingia kanisani, unapoenda mbele za Mungu, tambua ni Mungu aina gani ambaye unamuomba. Bwana asifiwe. Sijui kama unaelewa, kuna watu hapa ambao akija akwaswe. Kwaswa ni kufanya nini? Yaani, kwa mfano, kwa ndugu yangu hapa anakaa hapa, alafu nipite na nimgwane mguu yake nikipitanga. Amebaki akisema, pastor, bwana alinionaje? Kwa nini amenigonga? Si ni ukweli? Kwa nini amenigonga? Bwana juu nini nilikuja hapa mbele yake? Anaanza kuweka tumaneno, alafu kichwa yake ikijaa, anasema kama namna hiyo kanisa lake siendi. Ukiniona kwa hiyo kanisa la Shaba, mtaniambia. Mtu anatumaga jikoni. Alafu mtu anatoka kanisa, ukienda ati amekaa nyumbani, ukienda muuzo mimi nakuja tu. Ninapumzika. Kwa Mungu kuna kuanga na kupumzika. Wewe ni Mungu gani ambao unakuja kuomba kanisani? Unakuja kuomba hizi vitu ambazo vinazunguka hapa juu? Je, unakuja kuomba tukiwa na maandishi pale, unakuja basi mimi nataka niende kwa kanisa lenye nakuwa na maandishi pale mbele? Unakuja nini kanisani? Ni kitu gani kinakufanya uende kwa nyumba ya maombi? Na ukienda kwa nyumba ya maombi, ni nani unaomba? Na tukienda kanisani tuelewe ni nani tunaomba. Hatuwezi kuwa na watu ambao wanakuja kanisani huku wamejifunga ilizi. Kuna Mungu
unaomba, lakini bado kuna kamungu kengine unatembea nako. Nasema watu wasinionee mtoto, wasimuone na macho mimi nataka uangalie jirani yako, angalie kama hiyo macho yake ni mbaya ama ni mzuri. Kwa sababu sasa hii macho yote mimi naona ni mzuri. Mbaya na mzuri ni gani? Haleluya. Bwana Mungu wetu si wa kutisha. Huyo hajali na irisi yako, hajali na vitu vyako umebeba. Wewe beba vitu vyako na sisi tumuombe Mungu aliye juu. Atakaposikia maombi, wewe pamoja na irisi ni lazima muondoke. Haleluya. Sisi Mungu wetu ako hai. Na ndio Yabesi akasema, ninaenda kwa nyumba ya maombi, na nikienda pale ninaenda kumheshimu Mungu wa Israeli. Leo hii tunaheshimu Mungu wa Yesu Kristo, babaye Yesu Kristo, Mungu aliye juu ya kila jambo. Ikikuja hapa uniambie chenye unaniambia, so long as nimemwomba Mungu, mimi sijali. Haleluya. Haleluya. Amen. Mimi ninaendelea kwa sababu kuna Mungu ninayekuja kuomba. And that's why nikawaambia kuna watu hapa ambao wanapokuja hapa, anakuja na akili moja ya kwamba nimetoka nyumbani, nimeteseka na mateso, nimeingia hapa kanisani. Mimi kitu ambacho nataka tu pasta hata asiendelee sana, nataka tupatie nafasi tuombe. Ninajisikia niongee na Mungu wangu ili mateso yangu Mungu ayasikie. Mtu anakuja anapiga magoti hapa, anasema Mungu, nilitoka nyumbani nikapewa lift ya kuja Nakuru, nataka Mungu nisaidie. Nikirudi nyumbani narudi na gari langu, nikirudi nyumbani narudi nikiwa na nyumba yangu, nataka nikirudi nyumbani nakuwa na mke wangu. Watu wanasema siwezi oa, lakini nimeingia katika nyumba ya maombi. Ninaomba Mungu wangu ambaye amesikia watu wake, nataka anisaidie. Maisha yangu iliyodharauliwa leo nikienda nyumbani, nataka maisha ibadilishwe, ili watu watakaponiona watasema nimebarikiwa. Na ni kwa sababu gani? Nilipoingia ndani ya nyumba ya maombi, nilipoingia Shababu Yeshi, nilipiga magoti nikamwambia Mungu, nataka unisaidie, nataka uniinue, nataka uinue jamii yangu, na Mungu akakuinua. So wewe uko tu hapa kuja kuangalia ni nani alivaa nguo mzuri, ni nani hakuvaa vizuri, watu leo walikuwa wangapi, leo watu walitoa namna gani, Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Situkue kama Yabesi aliyesema, nikiingia kwa nyumba ya Mungu nina sababu ya kuingia pale, na sababu yangu ni kumwomba Mungu aliye juu, vitu vingine hapana. Na mimi nashukuru Mungu kwa watu ambao wanamjua Mungu. Hata akiingia katika kanisa hili, hata mtu amvute kuja kidogo Robert, hata mtu amvute baada ya kutoka, mwambie kuja nikwambie. Robert, unajua tuliingia kwa hiyo kanisa, hata kuna kitu walisema leo, sijui walihubiri nini, sio mwambie, hata kama wao kuhubiri ama kama walihubiri sijui, mimi naenda nyumbani, wewe enda kwako, umwambie na umkemee, hata rudi kwako tena. Kwa sababu kuna watu wa kuzuia watu wasiende mbele. Wewe unabarikiwa na yeye akukuvuta wewe nyuma. Umwambie mimi sifutiki, ninaenda mbele. Nimehubiriwa na ninaenda wapi? Mbele. Na wewe mtu ukitaka kumuuliza vizuri, mwambie unasema alihubiri namna gani? Hebu niambie pastor alisoma kitabu gani? Anakuambia sijui. Kile mimi najua hata hakuhubiri. Bwana sifiwe. Leo tugundue siri ya kuingia katika nyumba ya maombi. Tunapoingia ndani ya nyumba ya maombi, Mungu atakujalia chenye ulikuja kutafuta. Namba 2, katika nyumba ya maombi Yabesi alifanya nini? Yabesi in verse 10b he prayed specifically. Aliomba maombi ya malengo. La kwamba ungenibariki kweli kweli,
na kunizidisha hozi yangu. King James. You would, that you would bless me indeed and enlarge what church? My territory. Ya pesa ilikuwa specific. Alisema mimi siendi kwa nyumba tu ya Mungu kutapatapa na maombi. Mungu, nataka mipaka zangu fanye nini? Uzipanue. Na unajua anapopanua mipaka, kila kitu kiko ndani, kila kitu kiko ndani. Baraka zote ziko ndani mwa hizi mpaka zilizopanuliwa. So yeye akaenda tu kwa Mungu na neno moja, nataka unipanulie mipaka zangu. Mimi nataka niombe na mtu ambaye ananisikiza leo. Ukiingia katika nyumba ya Mungu, umwambie Mungu, niko hapa na mimi ninataka mke. Usitoke hapo. Mimi nimeingia hapa, nataka usimame na watoto wangu. Niko hapa, nataka unipe shamba. Niko hapa Mungu, nataka nihakikishe mume wangu ameokoka. Simama na hilo. Usitapatape. Mungu ni Mungu, anataka umwelezee hiki. And by the way, nilisema wakati mmoja, leo tu kwa mfano, jaribu kutafuta mtu wa kuleta hapa. Acha nilete Pius kuja. Sasa Pius, usikue na wasiwasi, unijibu tu, si ndio? Patie para sauti. Sasa mimi ni President Uhuru Kenyatta. President Unyaka hapa sasa. Sasa Pius, umepata tu nafasi na umeambiwa nataka president. Ndio unajua president ana mamlaka yote kwa nchi, si ndio kweli? Hata mdomo yake tu peke yake akisema utoke hapo uende Uganda utaenda. So kwa mdomo yake inatosha. Leo huko mbele ya president, unataka akupatie chenye unataka. Utaanza aje ama utasema nini? Usema tu. Sema kwa akili sana. Angalia mimi ndio president. Sasa ya kwanza nitaanza kusema nataka unipe kazi nzuri. Alafu kingine ya pili nimwambie nimtumainie Bwana kila wakati. Waambie president. Haya, si amejaribu? Haya, rudisha kipaza sauti. Aledi. Unajua hii ni mtihani yenye tunaangukanga. By the way, hata dedi watu usikuja, najua umeogopa. Najua ndio mtihani tunaangukanga. Wewe umeenda kwa Mungu, Mungu ndio huyu. Anasema ni kwako nikubariki. Mwambie Mungu, nilikuwa nataka baskeli. Baskeli nataka pikipiki. Mungu nataka nijenge. Mungu sasa Mungu anachanganyikiwa. You know, Mungu anahisia, anaelewa. Mwambie kitu chenye ataelewa. Bwana asifiwe. Usimkabuke. Wewe unakabuka, ulikuwa unataka mke, umesahau au jao na umesahau kwamba utafuta mke. Wewe ndio huyo umeanza kutafuta, nilikuwa nataka gari kidogo, nikitaka gari, umerukaruka, si gari tena, nilikuwa nataka hapo sijui nini. Sasa Mungu anachanganyikiwa. Be specific. Na leo tunataka watu watakao simama na waambie Mungu, nataka mwaka huu malengo yangu, nataka niende Amerika. Mungu, ninahitaji visa niende Amerika. Mungu akutafutie visa, wacha kutapatapa. Haleluya. Bwana asifiwe. Unajua sasa unapoenda kwa vile tu nimeleta hapo, ndugu yangu, umeenda tu kwa Uhuru hivi. Kwanza utashindwa. Vile tu ndugu yangu amesema hapa, utashindwa nianze na wapi? Hizi kazi, hizi shamba,
nini, utakosa kuelewa ni wapi, ama tuendeko tu na Uhuru lunch kidogo. You remember mtu ambaye alisalimia Uhuru akakwenda kunawa mkono siku ngapi? So mwingine hapo tu, so long as mimi bora nimefika kwa Uhuru, sitaki mambo mengine. Na unajua kuna watu ambao wanaweza ingia kanisani hapa na akae. Yeye bora alifika. Yeye tunakujanga tu na yeye. Hakuna kitu anaweza ambia mtu tokea niingie kanisani na Shabab, nataka niseme Mungu amenibariki A B C D. Na hawa tunataka Mungu wetu yu hai. Tunataka mwaka huu tusikie watu watakaosema kwamba nilianza mwaka huu na matatizo, lakini naona nimemaliza na furaha, kwa maana nilipoomba Mungu amenipatia. Bwana sifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Nilisema, narudia kusema, kuna watu mwaka huu tunaenda kuingia kwa nyumba zao na maboma zao, na utashangaa kama ni yake ama si yake. Na kwa sababu anakuingiza utamuuliza umepotea ama bado tuko sawa. Na mimi nataka uambie huyu mtu tuko sawa na hapa ndio kwangu. Akauke, akose kukauka, hapo ndio kwako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Modis, watu wakuoneko tu yani mtu tofauti. Ulipokuja hapo uliambia Mungu, nataka mwaka huu unibadilishe, unipeleke kiwango kingine. Wale watu walikuwa wakipigia honi, ukipita unamsimamisha na kupigia honi, wewe ndio utampigia honi katika jina la Baba. Unajua kuna mambo mengine nataka muelewe, Mungu ufanya hivi. Upitie kwa matatizo ili akuinue tena. Bwana asifiwe. Neni ya mwisho nikimaliza, saa 7 imefika. Ya mwisho akiwa katika darasa hilo la maombi, Yabesi alifanya nini? Yabesi aliomba tensi. He prayed for security. Now, hii tena inanifurahisha sana. Na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ukingenilinda na uovu. Sasa, and by the way, Mungu akikubariki, ulikuwa kwa nyumba ya nyasi, umekuja kwa semi permanent, leo uko na mansion. Kitu cha kwanza chenye huwa unafanya, this is what it is. Nyumba ya nyasi kama ile mimi nilikuwa nikiishi na baba yangu, unaweza weka gate, mlango wa chuma, mlango wa chuma, hata na mlango ya chuma unaweka kulinda nini? Kwanza hiyo nyumba yako, hata mende kukaa ndani ni ngumu. Kwa sababu gani? Wewe ukikula ugali unalamba sahani. Kama ni chakula unakula, unahakikisha kama ni ugali unachukua ile imebaki, unafinya kando kando, ichukue ile imebaki. Mende itakula nini? Sasa kama mende iwezi kuwa kwako, utaweka gate ilinde nini? Utaweka fence ilinde nini? Lakini angalia, Mungu amekutoa hapo, amekutoa kwa nyasi kama Yabesi alivyosema, umekuja semi permanent, umetoka hapo, Mungu amekupatia mansion. Nataka niwaulize wale watu ambao Mungu amewabariki kuna mansion, wewe ati hauna fence? Kitu cha kwanza ni kutafuta ni nini? Fence. Tena si fence kawaida tu, fence mzuri. Na niko hapa na ndugu yangu, acha nisimtaje, lakini hapo hapa alikuwa akiishi tu Mungu akilipa rent, lakini alipotoka akaenda kwake. Kwanza jenga vizuri, kaenda nikamwombea nyumba nzuri smart hapa naku. Nikamwombea. Alipomaliza tu akaweka tu vitu ndani. Ai, ametembelewa.
Na watu wakutembelea akiwa umumu. Au kutemtembelea akiwa umumu au kumtembelea. Lakini alipopanda viwango akatembelewa. Bwana akabeba tu vitu wake kwa nyumba. TV na nini na vitu vingi nisikuambia ni nini. Kwa sababu gani? Viwango vimefanya nini? Kiwango kikipanda ni lazima utafute security. Lazima utafute nini? Security. Na mimi nataka nikuambie, ndugu yangu aliibiwa, si kwamba hapo anaweka security. Hao wangwana wajali security yako. Unaweza weka na wataruka, watachukua. Kwa hivyo tunaweza weka security zetu, kwa maana tayari sisi ni waheshimiwa. Sisi tunajulikana, tumepata mali, territory zetu zimepanuliwa. Yabesi akasema, kuanzia siku ya leo nataka mkono wa Baba utembee pamoja nami. Chochote nitakachofanya ni Mungu atembee nami, sio mtu wa kawaida. Haleluya. Wacha Mungu atusingire. Hii mambo tunafanya, tunaweka mpaka tunasema nitaka niende Tanzania niweke vitu vya kungoja boma. Hiyo ni udanganyifu wako. Hautalala kwa hiyo mansion. Wacha mkono wa Baba ukuzunguke. Bwana sifiwe. Na ndio sababu watu tunakuambia, ukimaliza kujenga, Mungu akikuinua viwango, wacha tukuje tuweke maombi. Hata ukitoka kwa nyumba room moja, enda room 2. Wacha tulete maombi. Wewe wacha tukuwekee maombi. Afadhali nikuja unipatie kabasha ya shilingi 1000 na mimi nikuachie baraka. Mungu alinde kona zote za hiyo nyumba. Sababu shetani hapendi. Si alikuwa anataka ukae kwa room moja, uishi hapo. Leo Mungu amekuinua, shetani hapendi. Lakini tukija tunaweka maombi, naambia kuanzia leo hii nyumba imesungukwa na damu ya Yesu. Hakuna magonjwa itakuona, hakuna shetani atakuona. Na kila kitu hakitakuona, kwa sababu mkono wa Bwana umekuzunguka. Nataka niwaombee leo. Yaani mkono wa Baba ukuzunguke pamoja na mali ulio nayo. Maadui wakikutafuta wasikuone. Wajanja wakikutafuta wasikuone. Baba awe upande wako, na chochote utakachofanya kiwe kitakuwa cha baraka kwa kila mmoja. Watoto wako wainuliwe, ukaa pale pale, vitu vyako vikae. Kama unajua ni kwa sababu gani Mungu anakubariki na kazi. Unafanya kazi, baada ya mwezi mmoja kazi imekwisha. Unaenda unafungua biashara kubwa unafungua, unaendelea navyo. Baada ya mwaka imekwisha. Ni security hakuna. Yabesi akasema, sitaenda na security ya mzazi, nataka security ya Baba mwenyewe. Yaani nikitembea kwa biashara zangu nikiwa na mkono wa Baba, hakuna atakayekuja kuniiba. Biashara zangu zitaendelea, kazi yangu itaendelea. Hata kama maadui watakuja kunifitini, mimi sitaondoka. Mungu atanishikilia. Kila kitu kimeshikiliwa na damu ya Yesu Kristo. Simama mahali ulipo, pombe pamoja na wewe.